habari za Ijumaa. Tuko hapa Simba Sports Club tukishirikiana na Mo Dewji Foundation kuendeleza utamaduni na utaratibu ambao tumekuwa nao kila tunapokuwa na mechi kubwa, kila tunapokuwa na tukio kubwa, basi tunafanya tukio hili la kushirikiana na Mo Dewji Foundation kwenda kwenye kituo cha watoto yatima au cha watu wenye mahitaji maalum ama kundi lolote ambalo linahitaji msaada, kwenda kutoa msaada, ikiwa ni kuendeleza kwanza utamaduni wetu, lakini kurejesha kwa jamii, na kubwa zaidi ikiwa ni kutoa sadaka yetu ili kutafuta radhi, kutafuta baraka za Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupanya vizuri kwenye jambo ambalo linakuwa liko mbele yetu. Simba Sports Club siku ya Jumapili ya tarehe 1 tuna jambo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tuna mechi ngumu kweli kweli, tuna kibarua kizito tunapaswa kukifanya, tuna mlima mrefu tunakwenda kuupanda, tuna mechi dhidi ya Esperance. Tunachokihitaji katika mchezo huo siku hiyo ni ushindi pekee, hakuna jambo jingine. Lakini sisi ni binadamu na nguvu ama uwezo wa binadamu una kiwango maalum. Hivyo lazima tutafute msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili atuwezeshe, atusaidie, atupe nguvu na maarifa tuweze kufanya vizuri katika mchezo huo. Na kwenye kumuomba Mwenyezi Mungu lazima utoe chochote kitu, hasa kwa wale watu ambao wanahitajika kupewa chochote kitu. Ndio maana hii leo tuko hapa Chakuama kwa ajili ya kuleta msaada huu. Impendeze Mwenyezi Mungu basi apokee sadaka zetu, atujalie siku ya Jumapili twende tukafanya vizuri katika mchezo huu. Lakini sadaka hii vile vile ni sehemu ya kutafuta ulinzi kwa Mwenyezi Mungu, ni sehemu ya kuwatolea kafara wachezaji wetu wasipatwe na madhila ya kidunia. Nyote mmeona jana tumecheza mechi dhidi ya Mashujaa na kila mmoja ameiona Simba yetu ilivyokuwa inamelemeta. Kila mmoja amewaona wachezaji wetu, hasa wachezaji wapya, wakifanya mabalaa makubwa katika uwanja wa Meja Isamuhyo. Tuna imani baada ya wachezaji wetu kuonesha kiwango kile, kuna watu hii leo wanaishi watu wenye roho mbaya, imewauma vibaya mno, imewakereketa pakubwa sana, imewafanya wasilale usiku kucha kufikiria namna gani wanaweza kuwadhuru wachezaji wetu. Hilo hatuna mashaka nalo, tuna uhakika kwa 100%, hasa wale watu wasiotutakia mema timu yetu ya Simba Sports Club. Basi kwa kuzingatia hilo na kwa kufahamu hilo, tuko hapa kwa ajili ya kutafuta ulinzi kwa Mwenyezi Mungu. Sadaka hii tunayoitoa hapa ni moja kati ya mambo ambayo tunanuia ni kumuomba Mwenyezi Mungu awape ulinzi wachezaji wetu. Mabaya yote wanaofanyiwa na watu wabaya yasiwafikie, na sio tu yasiwafikie, yawarudie wale ambao wanafanya mambo mabaya kwa ajili ya wachezaji wetu. Tunaamini kwa kuwa tumefanya jambo jema la kumpendeza Mwenyezi Mungu, tunaamini atawapa kinga, atawalinda wachezaji wetu dhidi ya vita za kibinadamu, na kiwango ambacho wamekionyesha jana waendelee kukionyesha kiwango hicho hicho mpaka tamati ya maisha yao. Na tunaamini kwa ubora ule ambao ameuonyesha Libase Geye jana, akipata ulinzi wa Mwenyezi Mungu, akapata kinga ya Mwenyezi Mungu, mwaka huu itakuwa ni balaa kubwa sana, na Jumapili itakuwa ni hatari kubwa mno anakwenda kuifanya. Balaa alilolifanya Anicet Uhura akapata kinga, mabaya yote ya kadunda ya simdhuru, itakuwa ni hatari kubwa mno kweli kweli kuelekea katika msimu huu ambao tupo wa kimashindano. Kwa hiyo sadaka hii ambayo tunaitoa, ukiachilia mbali kuomba kwa Mwenyezi Mungu atufanye wepesi katika mchezo wetu wa Jumapili, lakini vile vile sadaka hii tunaitoa kwa ajili ya kutafuta kinga za Mwenyezi Mungu, atujalie na awajalie wachezaji wetu kila siku viwango vyao viendelee kuwa bora, viendelee kuwa mahiri kwa maslahi ya Simba Sports Club. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe mwakilishi kutoka Mo Dewji Foundation, tajiri yetu huyu
na yeye aje aweke maneno yake hapo, na mwisho kabisa mjumbe wa bodi Suleiman Harub naye atakuja kuleta salamu za bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club, na baada hapo tutawanyike. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu waandishi wa habari, kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club, lakini pia kwa niaba ya taasisi ambayo tunashirikiana, Simba Mo Dewji Foundation, kama ilivyozungumzwa hapa, tuko hapa kwa ajili ya kuleta zawadi na sadaka kwa kituo hiki. Nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza walezi wa vijana kwa jukumu zito ambalo wanalifanya. Sisi wana Simba na taasisi ya Mo Dewji ni watu ambao tunaishi katika jamii. Maana yake ni kwamba changamoto ambazo zipo katika jamii moja kwa moja zinatugusa. Kwa hiyo wana Simba wameona pia kupitia klabu yao, basi lazima washiriki katika kusaidiana na wale ambao wanahusika na malezi ya vijana katika mazingira kama haya. Kwa hiyo sisi siku zote tuko katika jambo hilo, lakini kwa bahati nzuri rais wetu wa heshima ambaye ndio kiongozi katika klabu yetu na mmiliki wa taasisi ya Mo Dewji Foundation ni mtu ambaye huwa anaguswa sana na wale wenye uhitaji, wenye mazingira magumu, na ndio maana alianzisha hii taasisi kwa ajili ya kusaidia wahitaji ambao wenye mahitaji maalum. Sasa Simba ni klabu ambayo kama nilivyosema awali ipo katika jamii, ni wanajamii pia tumeguswa, na ndio maana tumekuja hapa leo kushiriki nanyi. Msemaji amefafanua vizuri malengo yetu ya kufanya hivi, pamoja na kwamba tunaelekea kwenye michezo na kuomba radhi za Mwenyezi Mungu, lakini pia ni jambo ambalo tumesema tutashiriki mara zote pale ambapo hali inapoturuhusu kufanya hivyo. Kwa hiyo naendelea kusema kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi, mwenyekiti wa bodi, mwenyekiti wa klabu ya Simba, lakini pia taasisi ambayo tunashirikiana nayo, ili jambo tunaomba kwa wanasimba pia iwe ni mfano, kwa maana kwamba pale popote walipo wanasimba wana jukumu la kufanya jambo kama hili ili kuendeleza utamaduni wetu ambao tumekuwa tukifanya mara zote. Manake watu wengine wanafikiri kwamba huwa inakuwa ni kipindi kile cha wakati wa tunaadhimisha ile siku ya Simba Day, lakini sisi utamaduni wetu ni kwamba wakati wowote nafasi inapoturuhusu kufanya hivyo basi tunafanya. Kwa hiyo nashukuru sana na tuwapongeze ambao mna jukumu zito ambalo mnahitaji kupata support katika jambo hili, na tunaahidi tutaendelea kuwa nanyi kadri hali itakavyokuwa inaruhusu. Basi tunashukuru sana, niwatakie kila laheri, asanteni sana.